Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Hamjambo. Tunamshukuru Mungu wetu siku hii ya leo kwa kutupatia nafasi kuwepo katika ibada mbele zake. Na tumemsifu kwa nyimbo na tunazungumza naye kwa sala. Na sasa ni muda wa kusikiliza neno lake. Halafu Mungu atatujalia tena fursa nyingine tunapoitikia kwa sala. Nimefurahi tena kuonana nanyi na katika muktadha huu wa ibada katika nyumba hii ya sala. Tumekuwa na mfululizo wa mada inayosema hatima ya dunia. Hatima ya dunia. Biblia inasema nini juu ya hatima ya dunia? Kwamba dunia itafikia mwisho. Itafikia mwisho. Na hii ni mada kubwa kabisa. Na Biblia imetoa ramani, imeweka dalili za nyakati, namna ambavyo itafikia mwisho wake. Maana watu wanadhani dunia hii itamalizwa na vita vya kisiasa. Wengine wanadhani itamalizwa na magonjwa, kwamba magonjwa yatafuta wakazi wa dunia. Wengine wana hofu juu ya majanga ya asili, kizungumzia mafuriko, vimbunga, kizungumzia habari ya njaa, zungumzia juu ya matetemeko. Wanaona ni kama vile zitafikisha misho ya dunia hii. Lakini Biblia inasema hapana. Hivyo haviwezi kuleta hatima ya dunia. Kwa hiyo tumekuwa na mada chini ya mada hii kubwa inayosema alfabeti za hatima ya dunia. Kwa maana ya kwamba inaanzaje mpaka dunia ifikie mwisho. Tumekuwa na sehemu ya kwanza, tumekuwa na sehemu ya pili, tumekuwa na sehemu ya tatu, tumekuwa na sehemu ya 4, na leo tuna sehemu ya 5, alfabeti za hatima ya dunia. Mungu hajatuacha bila ukufahamu, na ametuandikia katika Biblia takatifu. Nirudie tena kusema, hakuna chini ya jua kitabu chochote kinachoelezea hatima ya dunia kando na Biblia. Hakuna. Biblia ndio inayoeleza vile ambavyo dunia itafikia hatima yake, na namna ambavyo tunapaswa kufikisha miisho hiyo kwa namna tofauti kabisa na ambavyo wale waliomkataa Mungu watakapofikia miisho hiyo. Na leo tukiwa tunajadili, tunasikia neno katika hizi alfabeti za hatima ya dunia. Tumeendelea kusikiliza kutoka kwa kauli ya Yesu katika Mathayo 24. Hii ni sura ambayo iko ndani ya muktadha wa siku ya Jumanne, ndani ya juma la mwisho la huduma ya Yesu hapa duniani, kwa sababu ni ndani ya juma hilo alipokamatwa akauawa. Na ili ufahamu ni muhimu kiasi gani, kuanzia Mathayo 23
24, 25 alizungumza siku hiyo. Sura ya 23 alizungumza akiwa Yerusalemu. 24 na 25 akiwa njiani kuelekea Bethania. Na sasa juu ya mlima, maana ile njia ilikuwa inapita mlima wa Mizeituni, uko juu kidogo, na unaona hekalu na Yerusalemu jioni, miale ya jua inapokwenda kuzama, kwa sababu siku hiyo alihutubia sana akiwa Yerusalemu. Kwa hiyo sura 23 yote alizungumza ole wenu, ole wenu, ole wenu. Haya alikuwa anazungumza akiwa Yerusalemu. Kwa hiyo jioni akashika njia kwenda Bethania, nyumbani kwao Lazaro, Mariamu pamoja na nani yule dada yao Martha, na alikuwa na wanafunzi wake 12. Kwa hiyo alipokuwa anafika ule mlima wa Mizeituni, Yesu akazungumza, akaona ule mji unang'aa, kuta zake dhahabu, maana hekalu lilikuwa limejengwa na yule mfalme Herode. Kulikuwa ni fahari ya Israeli kwa maana ya Wayahudi. Halafu Yesu akazungumza kitu cha ajabu tofauti na ambavyo walimtazamia. Akasema hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Maneno haya yalishughulisha sana akili ya wanafunzi, na ndipo swali likaulizwa. Naomba usikilize vizuri, kwa sababu wanafunzi walipoona kauli kama hiyo hawakuichukulia kiurahisi, kwa sababu hekalu ilikuwa ndio kiburi cha Wayahudi, ilikuwa ndio sifa Yerusalemu. Halafu Yesu anasema hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe. Kwa hiyo wakaja na swali lenye maswali matatu, na hii ni Mathayo 24 na ule mstari wa 3, na andiko linasema ndipo wakamuuliza, tuambie, moja, mambo hayo yatakuwa lini? 2, nayo ni nini dalili ya kuja kwako? 3, na ya mwisho wa dunia? Hii ilikuwa ni swali muhimu sana ambalo lilifanya Yesu atumie theluthi nzima ya aya ya Mathayo 24 mpaka 25. Alitumia theluthi yenye jumla ya mafungu 31 kujibu swali hilo. Na unajua sura ya Mathayo 24 iko mpaka aya 51 na Mathayo 25 iko aya 46. Kwa hiyo ukijumlisha inakuwa aya 97. Kwa hiyo ukichukua ile namba 1 ambayo inaeleza Yesu na wanafunzi wake wakienda, ukaanza aya ile ya pili ambako ndio hoja inaanzia, utagundua ya kwamba ametumia theluthi 1 kujibu swali, na theluthi 2 za hizo aya amejenga kesheni, kwa maana msijui siku wala saa. Kwa hiyo maswali ya mitume yalikuwa mangapi? Yalikuwa matatu. La kwanza, mambo hayo yatakuwa lini? Mambo gani hayo sasa? Ya anguko la Yerusalemu. Ilikuwa ndio swali lao la kwanza. La pili, nini dalili ya kuja kwako? 3, nini dalili ya mwisho wa nini? Wa dunia. Cha ajabu, ili ufahamu ya kwamba hoja haiko hasa kwenye aya hii ya kwanza, kuanzia mstari ule wa 4 mpaka 31, kwa sababu ametumia theluthi 1 pekee akijibu hilo swali. Halafu theluthi 2, kesheni, kwa mtini jifunzeni, kesheni, kesheni. Akaingia sura ya 25, wanawali 10. Kisha anamalizia kesheni. Kisha anaingia wale ambao walipewa talanta,
1:5, 1:10, 1:5, mwingine 1. Kisha anaingia wale kondoo na mbuzi. Na katika kusema yote anachotaka wajue wakeshe. Kwa hiyo theluthi 2 zaidi ya aya 60 na kitu ziko kuhusu kesheni. Kwa lugha nyingine, mzigo mkubwa wa kila alichosema Yesu Mathayo 24 mpaka 25 unahusu umuhimu wa maandalizi, kujiandaa. Ndio hoja kubwa sana, kubwa mno. Lakini jambo la pili ambalo tunaliangalia hapa, Yesu alipoanza kujibu alibadilisha orodha ya maswali. Sikiza vizuri hapa. Lile lilokuwa la kwanza akalijibu likiwa la pili. Lilokuwa la tatu akalifanya kuwa la kwanza. Na lilokuwa swali la pili akalijibu likiwa la tatu. Hapo sikiza vizuri. Kwa nini Yesu alibadilisha majibu? Kwa sababu la kwanza inasema mambo hayo yatakuwa lini, na alianza kujibu swali hilo kuanzia aya ya 4 mpaka ya 14 inayoishia na habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa kitu gani? Ushuhuda. Na hapo ndipo mwisho utakapo kuja. Kwa hiyo ukiangalia hapo anajibu swali la tatu, nini mwisho wa dunia? Kwa hiyo Yesu lile swali ambalo ni la tatu, yeye akalifanya kuwa la ngapi? La kwanza. Na kwa nini alifanya kuwa la kwanza? Taangalia kidogo kwa nini alifanya kuwa la kwanza. Na hii linahusu dalili ya mwisho wa dunia. Na mitume usiwawekee maneno, kwa sababu wakati wanauliza dalili hawakusema katika wingi, hawakusema dalili za, walisema dalili ya. Maana yake ni moja. Kwa hiyo ukianzia mstari wa 4, hampasi wadanganye, watakuja makristo wa uongo, manabii wa uongo. Kisha anasonga mbele, anakuja upande wa matetesi ya vita, njaa, hiki na kile. Anasonga nacho mpaka upendo wa wengi utapoa, maasi yataongezeka, watasalitiana na kujikwaa, nanyi watapata dhiki. Niko mstari wa 10. Lakini anasema mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayefanyaje. Kisha akasema na habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote, hapo ndipo mwisho takapokuja. Anachosema ni nini? Mwisho wa dunia. Dalili ya mwisho wa dunia sio njaa, sio magonjwa, sio tetemeko, sio vimbunga, sio vita. Amesema kwenye mstari wa 6, msitishwe na hayo, maana hayana budi kuja. Yaani hayo yatatokea tu, ila dalili ya mwisho wa dunia ni habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Hapo ndipo mwisho utakapokuja. Kwa hiyo dunia dalili yake, Yesu anasema itafikishwa mwisho kwa kuja kwa habari njema ulimwenguni kote. Hatuambiwi habari ya magonjwa, habari ya njaa, matetemeko na vingine. Biblia inaeleza ya kwamba hizo ni dalili za nyakati, signs of the times, not the sign of the end of the world. Nimefikiza vizuri, sio dalili ya mwisho wa dunia, ni dalili za nyakati. Alisema hayo hayana budi kuja. Kwa hiyo alijibu lile la tatu akalifanya kuwa la kwanza, kwamba dunia, ukiona habari njema inaenda kwa Waarabu, inaenda kwa Wahindi, inaenda kwa Wachina, inaenda kwa wazungu, inaenda kwa Waafrika, inaenda kwa Australia. Ukisikia habari inaenda kwa vyombo vya habari, inapenya kupitia satellite, inapenya kupitia redio na television, inapenya kupitia magazeti, inapenya kupitia mitandao ya kijamii.
kadiri inavyoenda, Biblia inaeleza hivi, ndipo tunavyosogea mwisho wa dunia. Kwa sababu mwisho wa dunia una dalili moja tu, habari njema ya ufalme. Kwa hiyo ikiwa kuna mtu anataka harakishe kuja kwa Yesu mara ya pili, kuja kwa Yesu mara ya pili, mwisho wa dunia hii hauletwi na mabomu ya nyuki. Kwa bahati mbaya, miaka hivi karibuni watu wamepeleka usikivu wao Mashariki ya Kati. Wamepeleka usikivu wao juu ya vita Mashariki ya Kati. Wakisikia Hezbollah, wakisikia habari ya Israeli, wakisikia habari ya Iran, wakisikia habari ya nini, wanaona vita kuu ya tatu ya dunia na mwisho unakaribia. Biblia haisemi mwisho utaletwa na vita, ni habari njema ya ufalme. Laiti tukijua ukweli huo, tutahamisha mawazo yetu kwa dalili za nyakati. Badala yake tutaenda kwa dalili ya mwisho wa dunia. Kisha lile swali la kwanza akalifanya kuwa la pili anapojibu. Ile la kwanza linasemaje? Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Na wakati wanaanza hivyo wanafunzi, anguko la Yerusalemu, the fall of Jerusalem. Sasa inakuja historia inaeleza Yerusalemu ilianguka mwaka wa 70 wakati majeshi ya Rumi chini ya jemedari anaitwa Tito. Mwaka wa 70 ndipo Yerusalemu iliangushwa. Na pale unasoma kuanzia mstari wa 15, hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Na unajua inaanza mstari wa 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yale hizo aya zote ziko kwenye muktadha wa anguko la Yerusalemu. Ndio nasikia yeye aliyeko ndani asishuke, akiwa darini asishuke, yeye aliyoko shambani asije kwenye mji, aviache hivyo vilivyoko nyumbani, aokoe maisha yake. Kisha akasema ole wao wenye mimba na wanyonyeshao. Halafu akasema ombeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Sasa usipojua hizo aya, watu wanafikiri zinazungumzia kuja kwa Yesu mara ya pili ama mwisho wa dunia. Ile inazungumzia hizi dalili za nyakati zinazohusu anguko la Yerusalemu. Kwa mtu mmoja anasema, pastor, anasema kwa hiyo ina maana tupokaribia mwisho tusizae. Unaambia kwa nini unasema vile? Anasema ole wao wenye mimba na wafanyao nini. Unajua huyu hajafahamu iko kwenye muktadha wa swali hili. Kimbieni mkajiokoe. Alikuwa anajibu kuanzia mstari wa 20 mpaka mstari wa 25. 15 mpaka mstari wa 20. Anapojibu hoja ya mambo hayo yatakuwa lini. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaelezea anavyojali watu wake katika taifa la Yahudi. Alitaka wasizingirwe na majeshi ya Tito. Na unajua kweli huko hivi, unaposoma kitabu cha Pambano Kuu, kwa kweli ndio kama sura ya kwanza, anaeleza wote waliozingatia hizo dalili za nyakati, hakuna hata mmoja aliyeangamia. Ni wale waliopooza peke yao ndio walioangamia. Lakini wakati huo Yesu hazungumzi vile ambavyo watu watakavyofanywa mabaya na kuuawa, ila badala yake yeye anaweka usikivu wake kwa wanafunzi wake, waaminifu wake, wafuasi wake. Kwa hiyo anazungumzia ombeni kukimbia kwenu. Kwa anazungumza wale watakaoitikia ujumbe wake, anawaomba wakimbia kwao kusiwa wakati wa baridi wala wakati wa Sabato. Ndio maana wale wanaosema Sabato ilikufa Yesu alipokufa msalabani, hawajui Yesu anavyoeleza. Kama ingekuwa Sabato imekufa, asingeisema miaka 30 kitu mbele, kwa sababu Yesu anakufa mwaka 31 na majeshi ya Tito yanazingira mwaka wa 70. Kwa hiyo miaka yote hiyo kama kifo chake kilikuwa kiondoe Sabato, kwa sababu asingelisema ombeni kukimbia kwenu kusiwe siku ya Sabato, kwa sababu alijua watakutwa katika ibada. Lakini la pili, alijali afya za watu. Kwa hiyo la kwanza anajali hali ya kiroho ya watu wake.
Ina maana katikati ya dhoruba zile alitamani hali yao ya kiroho isishuke chini hata siku ya Sabato. Lakini jambo la pili, alijali afya zao, wanyonyeshao na wenye mimba, kwa sababu kipindi kile kama ilikuwa ni kipindi cha baridi. Anachozungumzia ni kwa sababu baridi ya wakati ule Palestina ilikuwa inaambatana na mvua, inaambatana na tope, na hivyo vinafanya ukimbiaji na usalama wa afya yao kuwa mgumu sana. Kwa hiyo Mungu anajali hali yao ya kimwili na anajali hali yao ya kiroho. Na hii ndiyo maana mtu yeyote katika kupitia changamoto zote asiyekumbuka hivyo akadhani Mungu hajali. Mungu anajali. Kama bado miaka karibu 40 mbele, anasema akionyesha kujali hali yao ya kiafya na hali yao ya kiroho, anafanya vivyo hivyo hata kwa watu wake wakati wa mwisho. Kwa hiyo alieleza, ukiona chukizo la uharibifu, hiyo nishazungumza katika mada zilizotangulia ambazo nieleza vizuri chukizo la uharibifu ni nini, ambalo limetajwa na Danieli. Yesu anasema, kwa hiyo tulienda kwenye Danieli tukaliona linavyotajwa mara 2, tukaenda mpaka tukaangalia Mathayo linavyoeleza. Sihitaji kurudia leo, lakini kipindi hiki cha alfabeti za hatima ya dunia zilizopita zinaweka bayana ukweli huo. Ndipo sasa leo anajibu swali la pili, analifanya liwe la tatu. Na hili swali wao wanafunzi waliuliza, dalili ya kuja kwako, sio za kuja kwako, haziko kwenye wingi. Hamna. Dalili ya kuja kwa Yesu ni katika umoja, sio wingi. Narudia, wanafunzi waliuliza nini dalili ya kuja kwako, hawakuuliza dalili za kuja kwako. Na hii inachukua kuanzia mstari wa 21 mpaka 31. Na hii inaonyesha hili swali ni muhimu mno, kwa sababu ndilo amesheheni mambo mengi yanayohusu kuja kwake. Na ninaomba kama una Biblia hapo na microphone, hebu tafadhali fungua Biblia yako usome katika ile Mathayo sura 24 mstari ule wa 21 na 22. Dalili ya kuja kwa Yesu analifanya kuwa la mwisho, kwa sababu ni swali nyeti mno. Hebu soma mpendwa hapo. Kwa kuwa wakati huo kutakuwako dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote. Lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Hapa kuna jambo la msingi. Kutakuwa na dhiki kubwa. Hiyo dhiki ni mbili. Siku za dhiki hizo zitafupishwa. Nani anafupisha? Ni sara zetu ama nini? Dhiki imetajwa kwenye kitabu hiki cha Mathayo sura ya 24, imetajwa mara 3. Mara ya kwanza wakati akijibu lile swali la 3, anakalifanya kuwa la kwanza, dalili ya mwisho wa dunia. Alitaja kwenye aya ya 9. Naomba useme hapo. Mara ya kwanza anaitaja dhiki, aya ya 9. Iko kwenye muktadha wa dalili ya mwisho wa dunia. Soma. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Nao watawaua. Ndio. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina. Kwanza tunachopaswa kufahamu, kwa sababu ile aya iko ndani ya muktadha wa mwisho wa dunia. Hii dhiki ni vizuri ujue, haihusu malaria, haihusu njaa, haihusu vita, haihusu magonjwa, haihusu chochote. Naomba usikize vizuri. Hii ni dhiki inayohusu uhusiano wako na Yesu.
Na mara nyingi kwa kutokufahamu, baadhi ya watu wakipata dhiki za maisha haya sasa wanasema, unajua Biblia imesema tutakuwa na dhiki. Mathayo imeeleza. Sikiliza, hiyo dhiki inayosemwa kwenye aya ya 9 sio dhiki ya dunia, maisha ya kawaida ya dunia. Mtaudhiwa kwa ajili ya nani? Jina lake. Kwa sababu kama ni dhiki ya magonjwa, sio tu wanaolicha jina lake wanapata dhiki, hata wapagani wanapata dhiki. Ikitokea majanga ya asili, tetemeko, vimbunga, njaa na nini, si yanawakumba watu wote? Yanawakumba watu wote ama yanashughulika tu na waumini? Watu wote. Ilikuja COVID-19 iliua watu gani? Si iliua watu wote? Ama COVID ilikuwa inabagua Wakristo alafu inachukua wasio Wakristo? Mwenye mliona ikifanya hivi? Unadhani ingelikuwa ni dhiki ya namna hiyo Yesu aje atueleze kabisa, achukue muda wake kuelezea dhiki inayokumba watu wote? Ni vizuri ujue kuanzia hiyo Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari wa 21 na wa 22 anabadilisha lugha. Naomba usikilize. Cha kwanza, anatoka katika ule ukanda wa Palestina, anahama kwenye ulimwengu mzima, from regional to universal. Anahama kutoka Palestina anaingia ulimwengu mzima. Na ndio maana pia ili ufahamu, akanisaidia kuelewa na wewe pia kwamba kwa ajili ya nani siku zitafupishwa. Kwa ajili ya wateule. Kwa ajili ya wateule. Hasemi kwa ajili ya wapagani. Yaani hiyo dhiki inafupishwa si kwa ajili ya wapagani, ila kwa ajili ya wateule. Kwa hiyo lugha inatoka, Yesu asemi tena juu ya Wayahudi kama taifa, anazungumzia wanaoitwa wateule. Kwa hiyo ujue anahama kutoka Israeli, kutoka Palestina, anakwenda kwa dunia nzima. Nia yake bado ni ile. Kama alivyokuwa na nia kwa ajili ya watu wake kwenye anguko la Yerusalemu, ndivyo bado ana nia kwa ajili ya wateule wake. Yaani unajua Yesu hana muda wa kuelezea yatakayowapata wapagani. Hana muda wa kuelezea wasiolicha jina lake ndani ya kipindi cha mwisho. Ila anachukua muda wote wa kutosha kuelezea hali ya wamwamini. Ndio maana akienda unasikia kesheni, kwa maana hamjui siku wala saa. Kwa hiyo anapotaja kwenye aya ya 9 Mathayo 24, iko ndani ya kujibu swali la 3, mwisho wa dunia dalili yake ni nini? Na kwa sababu dalili ya mwisho wa dunia anapoeleza ni habari njema ya ufalme. Na kama ni habari njema ya ufalme, anasema wateule wake watapata dhiki kwa sababu tu ya jina lake. Kwa hiyo kama kuna dhiki yoyote unaipitia isiyotokana na jina la Yesu, usiigundishe kwenye Mathayo 24. Unanisikia watu wa Mungu? Usiambatanishe kwenye Mathayo 24. Maana ya Mathayo 24 ni pale unapopatwa misukosuko kwa sababu ya jina la nani? Yesu. Ikiwa unapitia maumivu kwa sababu ya uaminifu na utii kwa Yesu Kristo, then hiyo anaeleza, hiyo ndio anahitaja pale. Lakini kama ni mambo mengine ya kawaida, unapitia dhiki, anasema hiyo usihitaje Mathayo 24. Na kwa nini narudia habari hii? Kwa sababu mara nyingi mambo yanayotikisa uhusiano wetu na Yesu ni hizi dhiki ambazo wapagani nao wanapitia, ndio zinazotutikisa kabisa. Ukipata ajali ukakatwa mikono, ni dhiki ambayo hata wapagani wanapata ajali wanakatwa nini. Mbona mmenyamaza sasa? Kwani kinachotusumbua mpaka hatuna amani ni nini? Si ni dhiki tu zilizompata kila mwanadamu? Ukiugua saratani, unapata ile maumivu katika masikitiko yale, usiifanye na kusema hiyo ni dhiki na yenyewe ya kusema Yesu ingilia kati maana nina dhiki. Kweli kabisa. Ndio maana mimi huwa napata shida sana. Hivi ikitokea vita, wewe unaombea vita, unaombeaje isimame?
Na Yesu amesema hayo hayana budi kufanyaje? Tokea. Kwa hiyo unapingana na alichosema. Unajua saa nyingine unaweza ukakosa ufahamu kabisa, ukakomaa kuombea vita hizi. Yaani saa nyingine huwa ninakaa ninasikiliza sana kama hivyo kunatokea Ukraine. Sio kwamba watu wa Mungu wanafurahi watu wanapouana kama wanavyotokea sasa Mashariki ya Kati. Lakini changamoto ni hii, amesema mtasikia vita na mateso ya vita mahali. Hayo hayana budi kutokea. Maana yake lazima yatatokea. Sasa yanapotokea kama dalili za nyakati, signs of the time, unaombaje? Unaposema njaa itakuwa mahali na umeona imetokea kwetu Tanzania, imetokea mahala watu wameshindwa kwa sababu miili imedhoofika kwa sababu ya njaa, unaombaje? Yaani unamhusianishaje Yesu na habari ya njaa? Je, unataka upime upendo wa Mungu kwetu kwa sababu ya njaa? Unataka uone Mungu anavyojali kwa sababu magonjwa hayapo? Saa nyingine unafunga na kuomba, lakini kwa vitu ambavyo kwa hakika usingelifanya hivyo, kwa sababu ni vitu ambavyo vinakupatia dalili za nini? Umeona mmenyamaza? Ni mtihani sana. Ni mtihani mkubwa sana. Nasema pasa sasa tusiombea amani. Na tunaombea amani. Hii ni amani ipi? Hii ndio changamoto ambayo tuko nayo. Wakati alichosema Yesu yanapochukua nafasi, tunajiheshimuje? Tunafanyaje uhusiano wetu na Mungu? Yale aliyoyasema yanapotimia, sio mbali lakini karibu na nyumbani unakokaa. Kwa ni vizuri wakati fulani ukae uangalie unahangaika na nyakati, dalili za nyakati ama dalili ya mwisho wa dunia na ya kuja kwa Yesu. Nini kinakushughulisha sana? Ni dalili za nyakati ama ni nini? Kwa hiyo dhiki namba 2 anayoitaja ni hiyo aya ya 21, na akaita kutakuwa na dhiki kubwa ambayo haijawahi kufanyaje? Weko. Haijawahi kuweko. Na kisha akasema kwa ajili ya wateule itafanywaje hiyo dhiki? Itafupishwa. Hii dhiki, Biblia haisemi hivi, hii dhiki inafupishwa na sala za wateule. Nisikilize. Ila Biblia inasema hivi, Mungu alikwisha panga kuifupisha. Na pengine kwa sababu watu hawajui ni dhiki gani inasemwa, ndio naiona ile inatajwa kwenye Danieli 7:25, ile mamlaka ya pembe ndogo ambayo ilifanya kazi kwa wakati, nyakati 2 na nusu wakati. Ikarudiwa katika Danieli sura ya 12 na ile aya ya 7, wakati, nyakati 2 na nusu wakati, watakapodhoofisha nguvu za wale wateule. Ndio inayorudiwa tena kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 14. Mwanamke akaenda nyikani ili aweze kumtegemeza na kumlinda kule na kumlisha kwa wakati, nyakati na nusu wakati. Lakini ndio lugha ile inayorudiwa pia kwenye Ufunuo sura ile ya 13 na ile aya ya 2. Anasema pima hilo Yerusalemu na hao waabudu humo, lakini kwa ile bewa la nje liache muda wa miezi 42. Ndio pia hiyo lugha aliyotumia kwenye Ufunuo 13 na ule mstari wa 5. Yule mnyama akapewa uwezo afanye kwa miezi 42. Ndio lugha hiyo ya Ufunuo sura ya 12 na ile aya ya 6. Mwanamke akakimbia nyekani mahali alipotengenezwa ili wamulishe huko katika siku 1260. Na ndio ameirudia tena kwenye Ufunuo sura ya 11 na ile aya ya 3, siku 1260. Hiki kipindi hiki ndicho kinachotajwa cha dhiki ile itafupishwa kuanzia Danieli pamoja na Ufunuo, kwa sababu wakati ni mwaka, nyakati 2 nusu wakati, miaka 2 nusu wakati ni miezi 6. Kwa hiyo miaka 3 na miezi 6. Lakini hilo neno idani lina maana ya mwaka, kwa maana ya miezi 12 ndani ya mwaka mmoja.
ambayo ukichukua miaka 3 na miezi 6, mwaka ni miezi 12, miaka 2 miezi 24, nusu mwaka ni miezi 6. Kwa hiyo 12 ongeza 24 ongeza 6, unapata miezi 40 ngapi? Ndio lugha ya Ufunuo sura ya 13 aya ya 2 na Ufunuo sura ile ya 13 aya ile ya 5 na Ufunuo 11 aya ya 2, miezi 42. Na kwa kalenda ya Kiebrania, kwa sababu huyu ni Mwebrania huyu ambaye kalenda walikuwa natumia, mwezi una jumla ya siku 30. Hii ya kwetu ya Gregory ndio ina siku 28 mwezi wa Aprili, mara siku 29. Unasikia mwaka ni mrefu, mwezi wa Aprili ina siku 31 kama ilivyo Julai, na siku 30 kama Juni na nini. Hii ni Gregory calendar. Lakini kalenda ya Kiebrania, mwezi una siku zilizo fixed 30, hakuna zaidi, hakuna pungufu. Kwa hiyo ukichukua miezi 42 mara 30 unapata siku 1200 na ngapi? Na 60. Na kwa kanuni ya unabii wa Daniel na Ufunuo, ukisoma kitabu cha Kutoa Hesabu sura ya 14 aya 34 na Ezekieli 4 aya ya 6, siku ni sawa na mwaka. Kwa hiyo wakati, nyakati mbili, nusu wakati ni sawasawa na miezi 42, ni sawasawa na siku 1260, ni sawa na miaka halisi 1260. Kwa hiyo Mungu alishaisema siku nyingi. Gabriel alishamwambia Danieli, na akaja akarudia kumwambia Yohana akiwa Patmo, atafupisha hiyo dhiki. Haifupishwi kwa sala na kufungwa kwa watu, kufunga na kuomba kwa wateule. Mungu alikwisha iwekea mipaka, na hajafanya vile. Unaposikia hakuna ambaye ataokoka, watu wanafikiri ya kwamba watu wataacha imani. Naomba usikilize vizuri, kwa sababu historia inaeleza kwenye kipindi cha nyakati za kanisa kuanzia Ufunuo 2, Ufunuo 3, kipindi cha nyakati 7 kuanzia Efeso, Simina, Pergamo, Thiatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Hivyo vipindi hivyo vyote, kadiri walipotesa kwa makali ya upanga, ndivyo Ukristo ulivyokuwa kwa nguvu, tena ukiwa msafi. Ndio maana Ibilisi akabadilisha, akaamua kuunganisha upagani na Ukristo, akaufanya Ukristo kuwa dini ya serikali. Ndipo giza ikaingia. Yaani mateso siri yake ni hii: mateso yanaporuhusiwa huwa yanasafisha wateule wa Bwana. Kwa hiyo sio kwamba Mungu atafupisha kwa ajili ya wateule, sio kwamba anafupisha ili kwa maana hawatapatikana waaminifu, ila anamaanisha kwa ajili ya utume ambao wanaenda kuufanya, na kwa ajili ya Philadelphia ambayo inaanza mwaka 1798. Tazama nakupa mlango uliofunguliwa, wala hapana anayefunga. Kwa hiyo kipindi hiki ndipo wanakuja wana marejeo, na ujumbe unaingia wa malaika wa kwanza. Huko mbele tutakuja kuona habari hizo. Kwa hiyo alikuwa anafupisha ili kiingie kipindi cha Philadelphia. Mateso yale yalifupishwa si kwa mkono na sala za Wakristo, ila kwa ajili ya wateule. Maana yake sio kwamba atakosekana mwaminifu, amna, ila maana yake waaminifu wakaingie kwa kila alichokisema pale Patmo, na kupa mlango uliofunguliwa, hapana afungaye. Ndio maana mamlaka ya kidini ya Rumi na kiongozi wa Rumi wakati ule alipokamatwa na kauawa chini ya mapinduzi ya Ufaransa ya Napoleon Bonaparte. Wakati nzuri historia iko wazi namna hii. Kwa hiyo Mungu alishaiwekea mipaka. Watawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, wataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwa ile mamlaka ya pembe ndogo kwa wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Ina maana Mungu alikwishaweka mipaka na hakuna aliyeuzidisha. Ilipofika 1798 mateso yakakoma. Mamlaka ya dini ya Kirumi ikatoweka na ikabaki siasa peke yake. Kwa hiyo watu wasifikiri ya kwamba tunapokwenda huko mbele kuna dhiki Mungu amepanga ataifupisha. Sikiliza vizuri, hii inayokuja mbele yako na mbele yangu haifupishwi hivyo, inafupishwa na kuja kwa Yesu. Amen. Soma aya ya 29 Mathayo 24. Hii ni mara ya 3 anahitaji hiyo dhiki. Soma. Lakini mara baada ya dhiki ya siku ile, mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa mwanga wake, mwezi hautatoa mwanga,
nyota zitaanguka mbinguni, nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Baada ya dhiki ya siku zile. Hasemi ile inayokuja, anakuambia ile iliyofanyaje, iliyopita. Ndio ile ya 21 ambayo ataifupisha. Kwa hiyo iliyoko mbele yako na mbele yangu ni ile ambayo inafupishwa kwa kuja kwa Yesu. Yaani Yesu akionekana, mambo ya dhiki yanafanyaje, yanakoma. Na ndio ile inayotajwa kwenye Danieli sura ya 12. Kutakuwa na dhiki kuu, Mikaeli atasimama, na ndani ya dhiki hiyo watu wake wataokolewa, kila ambaye jina lake limeandikwa katika kitabu. Hiyo inasema Danieli 12 aya ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo hii dhiki tunayoiendea sio hii ambayo ilifupishwa. Hii ni iliyofupishwa, na inaitwa wakati wa giza, dark ages, ambayo za giza kwa maana hali ya kiroho, wakati kanisa linatesa wa Kristo. Hii ndio inaitwa dhiki ambayo itafupishwa ili wainuke watu wa marejeo, wakati wa Philadelphia. Na haifupishwi si kwamba watu watakosa uaminifu, ila ili waweze kupenyeza ukweli, na amekwisha panga. Kwa hivyo anachokieleza hapo ni nini? Sio dhiki hii inayokuja, haina mpango wa kufupishwa. Haifupishwi kwa sala kama ile ya kwanza kufupishwa kwa sala, isipokuwa Yesu akija inafanyaje? Imekoma. Na usisahau, hii ni dhiki inayohusu watu gani? Wateule watakaochukiwa kwa sababu ya jina la nani? Yesu. Yesu. Haizungumzii dhiki ya mambo ambayo dunia nzima wanadamu wanapitia. Kwa sababu ya imani. Inamaanisha ni kwamba kadiri siku zinavyosonga mbele, habari ya imani itakuwa ni bidhaa gari. Nimesemaje? Ni bidhaa gari. Kushikilia imani, umeshikilia gharama kadri unavyosonga huko mbele. Kwa sababu Yesu ameitaja hiyo dhiki ndani ya muktadha wa dalili ya mwisho wa dunia, alafu akaitaja mara mbili ndani ya muktadha wa kuja, dalili ya kuja kwa Yesu. Kwa hiyo kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia, habari njema ya ufalme. Kuja kwa Yesu na hapo ndio inataja, ndio itakao kuwa dalili yake. Na hivyo anachokieleza, anaeleza jambo hili ya kwamba imani kadri tunaelezonga mbele itakuwa bidhaa gari, itagharimu. Mwezi kusema ninaamini Yesu halafu unasema najisikia vizuri, yani ni ustaarabu. Ujue kabisa tunaposonga mbele, kama tutaamua kuendelea kuwa waaminifu, usisahau kumwamini Yesu itakuwa ni bidhaa gari. Itagharimu maisha, itagharimu uhai, itagharimu mahitaji ya uzima wa sasa. Kwa hiyo usikae kama vile imani ni bidhaa rahisi, unajua Yesu atafanya hiki na kile. Ameeleza mwenyewe tunaposonga mbele dhiki, tunaielekea dhiki kwa wateule. Kwa hiyo baada ya kueleza hiyo aya 21 na 22, akasema ili atusaidie kuelewa baada ya dhiki hiyo, akataja mambo manne. Moja, akasema hivi, kutakuwa na nini? Mstari wa 22, kutakuwa na nini? Kutakuwa na nini? Umeona mstari wa 22? Aya 24. Kama siku hizo zisingelifupizwa, asingeokota mtu yeyote. Lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Mstari wa 23 na 24. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yuko hapa, au yuko kule, msisadiki. 24. Kwa maana watatokea makristo wa uongo, ndio, na manabii wa uongo, ndio, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Naomba usikilize sasa kwa nini alifanya swali la kwanza likawa la pili linalohusu anguko Yerusalemu, akakitoka tu hilo anaingia dalili ya kuja kwake. Kwa sababu alisema mtakapoona chukizo la nini? La uharibifu,
limesimama wapi? Patakatifu. Asomaye na fahamu. Naomba usikize vizuri. Yesu anataka tuhusianishe kile kilichokuwa wazi juu ya anguko Yerusalemu, ili tuchukue tahadhari kitakachozingira wa Kristo wakati wa mwisho. Ameeleza hivi, wakati kuna dalili angani, dalili ya kweli, jua litakuwa giza, mwezi utakuwa damu. Akasema kutakuwa na nini pia? Nyota zitafanya nini? Akasema tetemeko. Nyewe mnakumbuka tetemeko la Lisbon. Kuna watu wasiofahamu wanalibeza ile tetemeko eti wanalinganisha na tetemeko ya sasa. Nenda usome historia tetemeko ya Lisbon ya mwaka 1755 lilopiga Asia, lilienda mpaka Ulaya, likapiga mpaka Afrika. Nenda uangalie vizuri, na kama unafuatilia kitabu cha Pambano Kuu sura ya 17, unajua usiposoma uweze kuelewa, halikuwa tetemeko la kawaida na halijawahi tokea kama lile. Ajabu, walioishi kipindi kile hawakurejea kwenye maandiko. Maana wangelikuwa wangerejea maandiko wangechangamka, kwa sababu Mungu alikuwa anawapa dalili za nyakati. Ulipofika mwaka 1780 jua likawa giza, kuku wakarudi, mbuzi wakarudi, giza ambalo huwezi kuwasha taa ikapenya. Yani nilitoka lile giza la wakati wa Misri, ile pigo la 9 ambalo watu alipokutwa na giza kutoka pale, ndio giza ambalo lilikuja mwaka 1780, ambako ilikuwa giza lilotisha. Watu wakaamini, wanyama wakarejea nyumbani, giza nene. Na wakati linatoweka lile giza, mwezi ukawa damu. Na Yesu alishaeleza kitu hiki. Na kule nyota zinapopukutika vile vimondo mwaka 1833, kilichobaki ni kimoja tu: nguvu za mbingu zitatikisika. Hiyo iko mbele, kwa sababu imetajwa kwenye Ufunuo 6:14, wakati mbingu zitakapokunjwa kama ukurasa. Hizi zote ni nguvu za dunia. Siku hiyo nguvu za mbingu zitatikisika. Alipoeleza hivyo, ndipo akatuambia watakuwepo manabii wa uongo na mitume wa uongo, makristo wa uongo, watafanya ishara kubwa na maajabu na miujiza, yamkini hata wateule wapotesha. Naomba usikilize vizuri. Kwa hivyo dalili ya kuanguka kwa Yerusalemu ni chukizo itakaposimama patakatifu, kuzingirwa na vikosi vya Rumi. Ilikuwa ni dalili ya kujua Yerusalemu inaanguka. Kila aliye shambani asirudi, aliye wapi asifanye nini. Na alichokisema wakati dalili ya kuja kwa Yesu, akasema hivi, ni makristo wa uongo, manabii wa uongo watakaofanya miujiza mikubwa mno. Miujiza, ishara na maajabu itazingira watu wa dunia hii. Naomba usikize vizuri. Ikiwa maisha yako na maisha yangu umejenga imani yako juu ya miujiza, juu ya ishara na maajabu, hautapona katika kipindi cha mwisho. Dini ya kweli haitakasi kwa ishara na miujiza na maajabu ya uongo. Na watafanya makubwa, yani maana yake si kweli ila ni uongo. Kumbe tutaje kuangalia, haijawahi kuwa kweli, unajua haijawahi kuwa, lakini watafanya mambo makubwa. Hata moto unauona unawaka, unashuka kutoka juu, si moto, hakuna chochote. Maana Ibilisi hawezi umba moto, hana uwezo wa kuumba, kama ambavyo alishindwa kuumba zile fimbo zikawa nyoka pale nchi ya Misri Ikuru. Wale waganga walipoleta zile fimbo zikawa nyoka, hazikuwa nyoka, ilikuwa ni nyoka wa plastiki. Hii ni hai ama ni ile ya kiwandani? Hii ni hai. Kuna zile za kiwandani, zile ambazo zinafanania maua kabisa. Na mimi wanashukuru kwamba nyuki hawadanganyiki. Jana hata ungeliweka rangi kiasi gani ukafikiri nyuki akatue pale, subutu. Nyuki hawezi tua kwa ua bandia. Unajua, ufuatilie wewe. Ni wanadamu tunaweza tudanganyike. Lakini nyuki wala hana mpango na hicho kitu. Hana kabisa. Kwa hivyo nini anachokieleza hapa? Anaeleza hivi, watatengeneza miujiza inafanania kabisa. Na ndio maana unaona televisheni zimejaa na miujiza.
njoo upokee muujiza wako, upokee uponyaji. Na watu wanashabikia, wanasema amina, ameponywa. Uko mbele kuja kuangalia, hapa tunajiona tu kwa mtasari. Hii ndio kuzingirwa kwa imani ya wakazi wa dunia. Miujiza, ishara na maajabu vitazingira. Ni saa ya kustuka. Ukristo wako usijengwe kwenye ishara, usijengwe kwenye miujiza, usijengwe kwenye maajabu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Ndiyo kweli. Baada ya kuelezea hiyo, ndipo akaja akasoma mstari wa 30. Sikiliza anavyomaliza. Mstari wa 30 anasemaje mtu wa Mungu? Kabla ya hapo alisema dalili ya kuja kwake, alisema kama vile umeme unavyotoka mashariki mpaka magharibi, au ndivyo utakavyokuwa kuja kwake Yesu mara ya pili. Yaani wataigiza mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini ameshatuonya mbele. Yeye hawezi onekana tu Kongo na asionekane Tanzania. Eti ameonekana Tanzania, haonekane kule Canada. Ni jua hilo ama ni Yesu? Jua hili ndio limeenda kuzama, lakini sio kwamba kwa wengine limezama. Kwa wengine ni asubuhi. Ukizungumzia Marekani ndio ni asubuhi hiyo, lakini kwetu tunaenda kwenda usiku. Yesu aliyeumba hii sayari akitokea, kila jicho litamuona. Ndio maana anaeleza radi na ngurumo, parapanda na mwaliko na sauti ya malaika mkuu. Yaani kuja kwa Yesu kutakuwa cha kuonekana wazi, itakuwa na usauti, itakuwa ni kitu kinachotetemesha. Itakuwa ni vocal, itakuwa ni audible, itakuwa ni visible. Yaani unaona unasikia sauti na unaona kila kitu. Lakini utajuaje kwamba Yesu ameonekana dunia nzima ikiwa atatokea Dodoma? Si unaweza kufikiri dunia nzima wamemuona? Ndio hii. Ukijiweka mahali pa udanganyifu, ukaacha neno la Mungu. Yesu alimwambia Gabrieli, amwambie Daniel, wabaya hawatajua chochote, ila wataendelea kwenye ubaya, ila watakatifu watazidi kujitakasa. Nisikilize ndugu zangu, namna tunavyojiweka chini ya neno la Bwana ndivyo tunavyosaidiwa kung'amua miujiza ya uongo na maajabu ya uongo. Amen. Baada ya jambo hilo, Biblia inasema, sema mstari wa 30 na 31 tunapomalizia, hebu soma hapo hiyo aya. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo itaonekana ishara yake mwana wa Adamu wapi? Mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza. Unaona hiyo voko inayofanyika hapo, mataifa yataomboleza. Nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni. Kuja juu ya mawingu ya mbinguni, pamoja na nguvu na utukufu mwingi. 31. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Nao watawakusanya wateule wote pepo 4, hata toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Ndipo watakapoiona ishara ya mwana wa Adamu akija na mawingu. Usisahau wanafunzi waliuliza dalili ya kuja kwako, ishara ya kuja kwako. Anaieleza, wala hata sio miujiza ya uongo, wala hata sio maajabu. Anasema hiyo sio dalili. Dalili ama ishara ya kuja kwake, anasema wataiona ishara ya kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hiyo ishara ya mwisho wa dunia, habari nini? Jema. Kwa lugha nyingine, kumbe ishara ya mwisho wa dunia inapomalizika ni kumuona Yesu akija na mawingu. Ndio maana unaona jinsi inavyoenda alfabeti za hatima ya dunia. Dunia haitamalizwa na chochote. Yaani Yesu atakapokuja atawakuta wakazi wakiwa hai, waovu na watu gani? Wema na wema watakuwepo duniani. Hakuna mitambo ya nyuklia, hakuna vita ya Mashariki ya Kati, hakuna vita kati ya nchi za magharibi na nchi za Asia, hakuna vita kati ya wapi na wapi. Hiyo kitu isiwaletee pressure yoyote. Hii sayari haimalizwi na nguvu za wanadamu.
Na ndio maana alisema kwenye Danieli, jiwe lilichongwa bila kazi ya mikono, ikapiga kwenye zile nyayo ya sanamu ya Nebukadreza sura ile ya 2, halafu kichwa cha dhahabu, kisha mikono na kifua cha fedha, kisha tumbo na kiuno ya shaba, kisha miguu ya chuma, nyayo nusu chuma nusu udongo, vyote vikajitupa chini, vikavunjika, halafu upepo ukavipeperusha, vyote ikawa uwanda ulio safi, halafu jiwe likakua likaijaza dunia. Na Daniel alimwambia Nebukadreza, ndoto hii ni hakika, tafsiri yake ni thabiti. Katika zama za wafalme hao ambao nusu chuma na nusu udongo, kwenye nyayo kila taifa linasema ufalme wa Mungu utasimama. Amen. Kwa hiyo jiwe haliwezi kuja likakuta hakuna sanamu. Soma Biblia. Sanamu ilikutwa na nini? Jiwe. Na jiwe, tawala zikiwepo. Kwa hiyo msibabaike juu ya magonjwa, msibabaike juu ya vita, hali ya kisiasa, salamu habari ya njaa. Hakuna dalili za nyakati zitakazoondoa maisha ya wanadamu wakafutika wote. Yesu akija atawakuta wakazi wakiwa bado wa sayari ya dunia hii. Hii ndio dalili. Fundisha injili ya Yesu Kristo, maana sauti ya mwisho baada ya injili hiyo tutamuona akija na mawingu. Amen. Mungu atubariki kuweka imani na tumaini kwake, na sio katika dalili za nyakati. Tunafuatilia ishara na sio dalili za nyakati, na tuwe na amani katika neno lake, maana ndio nanga ya mioyo yetu. Amen. Mungu atubariki kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Amina. Tunaenda kuomba. Mungu atuondoe kwenye hofu za maisha na dalili za nyakati. Badala yake alisema, myaonapo hayo changamkeni, kwa mtini jifunzeni. Ndivyo ameanza na mstari wa 32. Kwa tunaenda kuomba. Si tukiona hivyo tunafurahi, si kwamba watu wanakufa kwa njaa, ila tunafurahi kwa sababu vibao vinatueleza tumekaribia nyumbani. Hatufurahi watu wanapokufa na njaa ama wanapokufa na magonjwa ama ajali ama lolote, ila tunapoyaona hayo tunajua Yesu yu mlangoni. Na kinachofanya tuchangamke sana ni habari njema ya injili. Hii ndio biashara iliyobaki. Kama kuna mtu anataka harakishe kuja kwa Yesu, habari njema ya ufalme. Ukishiriki habari hiyo, ni kama mguu wako wa mwisho utakapoubandua tu unakutana na Yesu. Yaani habari njema ya ufalme ndio inayotupiga jeki toka ngazi hata ngazi. Kwa hiyo usikae kanisani ukisikia majukumu ya kiutume, kugawa vitabu, kwenda nyumba kwa nyumba kufanya hiki. Wewe unaona ni kazi ya wazee wa kanisa. Haujui ya kwamba hii ndiyo kutimiza dalili ya mwisho wa dunia na ishara ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Habari njema ya ufalme. Ukifanya, fanya kwa furaha, kwa sababu inavyoenea ndivyo Yesu anakaribia. Twende kwenye magoti watu wawili. Omba Mungu atujalie kuwa na amani katikati ya dalili za nyakati, tunaposubiri ishara au dalili ya mwisho wa dunia inaposonga mbele, tukiwa tunaisogeza, lakini tunakisubiri kuja kwa Yesu na mawingu. Tupige magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia dalili ya kuja kwako mara ya pili. Ukweli wa hatima ya dunia uko mikononi mwako. Hili tutoe hofu kwa yale yanayotishia wakazi wa dunia hii. Badala yake tuwe na amani ndani yako. Yasije yakatufanya kujaa mashaka juu ya ukarimu, upendo wako na kujali kwako, ila kuendelea kuwa waaminifu. Iko gharama katika safari hii, na hatukuwa wa kwanza katika historia ya kanisa lako. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Huu ni muda unapohimiza imani zetu zikue na uelewa sahihi kuhusu wokovu wetu. Hili tusisukwe tena kama watoto wachanga, tukidhani kuna ukweli katika miujiza, ishara na maajabu ya uongo. Badala yako tutakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Tuhifadhi tena chini ya mbawa zako katika tafakari ya neno hili,
tunapoelekea katika majumba yetu, na Roho wako Mtakatifu atusaidie kuwa na tafakari njema, tukutii na tukupende tunapokutumikia kwa furaha na ujasiri hata utakapoonekana mawinguni. Tubariki kila mmoja wetu